Kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Stanley Luago, mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kahama. Ni kweli leo majira saa 4:30 tumepokea mwito wa maokozi kupitia namba yetu ya dharura. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo ambayo ilikuwa imetokea maeneo ya eneo maarufu linajulikana kama Karagwe Sheli, tumeweza kufika kwa haraka baada ya kupata hiyo taarifa na kukuta kweli tukio limetokea. Kwa hiyo baada ya kufika eneo la tukio tumeanza zoezi la maokozi kwa haraka na kuwachukua wagonjwa kupitia gari zetu za kubebea wagonjwa kwa maana ambulance na kuwapeleka hospitali mara moja kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Lakini mpaka sasa hakuna kifo chochote ambacho kimeripotiwa, na hata hao waliopata majeraha ni majeraha madogo madogo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri na huduma hospitali ya wilaya ya Kahama. Gari ambayo limehusika katika ajali hii, kuna gari moja ndogo aina ya Noah, lakini pia kuna basi kubwa la abiria. Kinachoendelea sasa hivi, tulikuwa tunaendelea kuwahakiki kwa maana ya abiria wote, kuhakikisha kwamba wako salama pamoja na mali zao. Kwa kushirikiana na jeshi la polisi tumefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba mali pamoja na wananchi wote ambao walikuwa wamepata matatizo haya wanakuwa salama. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni zoezi la kulinyanyua hili basi ili kusudi kuendelea na taratibu zingine. Kila mmoja ametekeleza na kutimiza wajibu wake stahiki, na hivi tunavyozungumza majeruhi wako hospitali wanaendelea kupata huduma stahiki. Lakini kama serikali pia tunaendelea kuhakikisha tunafanya mawasiliano ya karibu na kampuni hii ili Watanzania wenzetu ambao wako salama gari iweze kuja kampuni na waweze kuendelea na safari yao kama walivyotarajia. Kwa sasa tumeleta gari hii ambayo tutawachukua hapa kwa pamoja wale wote ambao hawajapata majeraha yoyote kwa ajili ya kwenda kusimamia taratibu zao nyingine. Nitoe rai kwa madereva wote wanaotumia vyombo vya moto kuwa makini wanapokuwa barabarani. Rai yetu kama serikali ni kutengeneza mazingira ya kuweka sheria ngumu pia, kwa sababu wakati mwingine sheria hizi zinaweza pia zikachangia, yaani mtu kuona kwamba hata ajali ikitokea, mwisho wa siku kwa mujibu wa sheria nitalipa faini tu 60,000, 50,000, mambo mengine yataendelea. Ili hali analipa faini mwenye chombo cha moto, chombo chake kimeharibika. Nazungumzia katika hali ile ya umoja kwamba sheria zilizopo nazo zinaweza zikachangia madereva kutokuona umuhimu wa kuwa makini wanapokuwa barabarani. Lakini zinapowekwa sheria nzito na ngumu, mtu anajua kabisa nikisababisha ajali ikaleta madhara, maisha yangu yataishia jela, leseni yangu itafutwa na hatua zingine zitachukuliwa. Kwa hiyo rai ya pili kwa serikali yetu ni kutengeneza sheria ngumu zitakazowabana madereva barabarani ili kutengeneza mazingira ya wao kuongeza umakini wanapoendesha vyombo vya moto ili kuepusha ajali barabarani. Kwa majina naitwa Ezra Edward au MC Msomali, ni shuhuda wa tukio hili lilotokea hapa la ajali. Nilikuwa nimeongozana na huyo mwenye gari ya Noah ambaye alikuwa anaingia barabara kuu. Kipindi anaingia nadhani hakuchukua tahadhari kwamba kuna nini kinatokea, ndo moja kwa moja akakutana na hiyo gari. Kwa jitihada ya driver wa basi kubwa, kipindi anamkwepa, gari ikawa imemshinda na gari ikawa imedondoka.